Niwapeni kisa kimoja kizuri sana. Kuna mtu mmoja katika mji huu, yeye alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo. Yule bwana alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee. Sasa kuna watu wakawa wamekwenda kumpiga fitina, bwana, unajua huyu anakuja kukuombea dua, akija kukuombea dua yeye anasoma tu kul huwallahu 3. Dua hiyo dua gani? Dakika 2 tu kamaliza anaondoka. Dua hiyo dua gani bwana? Mimi nitakuletea watu hapa bwana, watakesha kwenye visomo, mashekhe au wakubwa bwana, visomo vitakuwa vya masaa 10 hapa usiku kucha. Mzee bwana akaingia kwenye reli. Mwisho wa siku yule bwana aliyokuwa anasoma dua kwa mzee akafanywa fitina, akatolewa, kwa sababu yeye alikuwa anasoma kul huwallahu kila akienda, akatolewa kwenye ile reli. Alipotolewa, wale mabwana ambao sasa wanasoma usiku kucha na kila aina ya vitabu wakawa wanakwenda wao kufanya dua. Sasa walivyokuwa wanakwenda, mambo yakaanza kuwa mabaya. Mzee akaanza kushangaa, mbona alivyokuwa yule wa kul huwallahu mambo yalikuwa mazuri, wamekuja hao na mavitabu lundo mlima wanakesha, mambo yanakuwa mabaya. Mzee akaona ngoja nirudi kule kule kwa mtu wangu. Ikabidi akarudi kwa mtu wake kwenda kumuomba samani, bwana nisamee bwana, unajua mimi nilifuatwa, watu wakaniletea maneno kadha wa kadha na hivi na hivi, kwa hiyo bwana nisamee bwana, rudi wananifanyia dua. Akamwambia yule bwana maneno. Mzee akamwambia, sikiliza, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa ikhlasi, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa kul huwallahu, hata ukisoma Yasini 700 jambo hilo halifai. Yani ukidharau ikhlasi ile kul huwallahu, ukidharau, mtu anaweza akaja hapa akasoma suratu Yasini 700 na zisifanye kazi, lakini akaja mtu hapa na ikhlasi zake 2 tu, jambo ukashangaa likawa. Kinachotazamwa hapo ni ule uchamungu wa yule msomaji. Ndio maana nikawaambia as-sababul awwal taqwa Allah. Sababu ya kwanza inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka ni uchamungu. Asiwaongopeni mtu, asiwaongopeni mtu, ni uchamungu. Au mashekhi wa zamani mliokuwa mnawasikia, sio kama walikuwa mashekhi wana maelimu makubwa ya kupindukia, la, bali walikuwa ni mashekhi wenye baraka, walikuwa ni mashekhi wenye uchamungu. Maabada hakuwa na chakula nyumbani kwake, lakini alikuwa na kijimbuzi chake kidogodogo tu, kijimbuzi ambacho kimekonda kinaumwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, anaweza kwenda kumkamua maziwa huyu mbuzi? Ummi Maabad akamwambia, yule mbuzi ni mgonjwa, ukimtazama amekonda, anawezaje kutoa maziwa mkanywa nyie wote? Mtume akamwambia, mimi nataka ruhusa yako tu. Ummi Maabad akamruhusu Mtume kwenda kumkamua maziwa yule mbuzi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda kumkamua maziwa yule mbuzi, akatoa maziwa, Mtume akanywa, maswahaba wakanywa, na mengine wakabeba, na nyumba ya Ummi Maabad ikabakiwa na maziwa mengi. Kwa nini? Kwa sababu ilipatikana baraka ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo baraka ipo, na tulishuhudia sisi watu wakiwa wanakula chakula kichache, wakiwa wanakula watu wengi. Na ndio unaona, ukitaka kujua baraka ipo, zamani ilikuwa kwenye majumba yetu watu wakilelewa watu 20-30. Yani nyumba moja mnajikuta mko watu 20-30, mtoto wa mjomba, shangazi, mtoto wa kaka, nani, nyumba moja mnalelewa. Alafu mzee uwezo wake ni wa kawaida tu, lakini cha kustaajabisha ni kwamba juu ya kwamba kipato chake ni kidogo, lakini bado mtakula, mtakunywa, mtalala, kwa sababu wazee walikuwa wana baraka. Sasa hivi unaishi wewe na mwanao na mke wako nyumbani, na maisha yako bado ni ya dhiki na tabu, na chakula ni mtihani nyumbani, kwa sababu kumekosekana kitu kinaitwa baraka. Lakini wazee wetu walitulea wengi ndani ya majumba, wengi tulelewa katika majumba ambayo ukipiga mahesabu mko mpaka watu 30 ndani ya nyumba moja, lakini baba hana biashara wala hana kazi maalum, lakini wote mnakula, wote mnakunywa, wote mnalala. Kwa nini? Kwa sababu wale wazee walikuwa wana baraka. Wale wazee walikuwa wana baraka. Kwa hiyo jambo laitwa baraka ni jambo kubwa ambalo watu watakiwa wajue kwamba hiki kitu kipo. Sasa hivi kuna mtu anaweza akawa anapata kipato chake pengine 10,000,
Lakini unaweza ukastaajabu ndani ya lisali moja ile 10,000 akawa haijui imekwenda wapi. Kisha anakwambia shekhe, bwana mimi nitakuwa nimerogwa, kwa sababu naweza nikapata 100,000 sasa hivi hapa, baada pengine ya masaa 5-6 100,000 sina. Inawezekana umepata 100,000 lakini ile pesa ikawa haina baraka. Kwa hiyo ile pesa ikawa inapotea tu bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu imekosa kitu kinaitwa baraka. Mali ikiwa na baraka inakuwa na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na chochote kikiwa na baraka kinakuwa na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mali ikikosa baraka ndio unakuta wakati mwingine mali inaungua moto. Ukifanya biashara unashangaa mtaji unaporomoka, ujui pesa yako inakwenda wapi, kwa sababu kimekosekana kitu kinaitwa baraka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya dua zake nyingine aliwahi kusikika akiwaombea dua, na amefundisha Mtume tuwaombee dua watu waliofunga ndoa. Mtume katika moja ya dua ambazo ametufundisha ni kuwaombea dua waliofunga ndoa kwa kusema barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair, Mwenyezi Mungu awabariki nyinyi wawili. Hii ni katika moja ya dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefundisha, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa alaykuma fi khair. Mtume hapa anafundisha kuwaombea baraka wale ambao walioingia katika ndoa. Kwa nini kuwaombea baraka? Maana yake ni kwamba liwe ni fungamano lenye kheri, na kizazi watakachokipata kiwe ni kizazi chenye baraka ndani yake. Ndio maana Mtume katufundisha kuwaombea dua wale walioana, barakallahu lakuma. Neno barakallahu lakuma ai baraka, kwamba Mwenyezi Mungu awabariki wale wawili, kwa maana wapate kizazi kilichokuwa na baraka ndani yake. Ndio maana unakuta zamani mkizaliwa wengi kwenye familia wote mnasalimika, kwa sababu wazee wetu walikuwa wana baraka. Sasa hivi unaweza ukazaa watoto 10, katika hao 10 9 vilaza, 3 wezi, 4 majambazi, 2 mateja, mmoja ndo kidogo kasalimika kaishia la 7. Lakini zamani ilikuwa wazee wetu mnazaliwa 10 na wote mnasalimika, kwa sababu wazee wetu walikuwa wana baraka. Kwa nini walikuwa wana baraka? Kwa sababu hata yale machumo yao yalikuwa ni machumo ya halali. Yale machumo yao waliokuwa wakiyapata wazee wetu yalikuwa ni machumo ya halali, yani kula yao ilikuwa ni kula ya halali. Kwa hiyo akienda kujimai na mke wake, ile mbegu anayotoa, chakula alichokula kimetokana na chakula cha halali, na mtoto atakayepatikana atakuwa ni mtoto mwenye baraka, kwa sababu chakula chake kilikuwa ni chakula cha halali. Sasa hivi wengi riziki yetu tunaipata kwa njia ya magumashi, yani mtu uende ukakabe, uende ukadhulumu, uende ukanyang'anye, ukaongope, ukampangishe mtu sehemu kwenye mabonde ya mpunga, ukamwambia bwana pako safi. Kumbe ukija wakati wa masika maji yanajaa, unachukua pesa yake unakula, unachukua pesa unakwenda kuwalisha wanao, pesa ya haramu. Mwisho wa siku wale watoto wanakosa baraka, na ndoa yenyewe inakuwa haina baraka ndani yake. Mwisho wa siku familia zinagombana. Ndio maana leo ndoa nyingi zimekuwa watu hawaelewani, kwa sababu zimekosa baraka ndani yake. Lakini wazee wetu walikuwa wakila wanakula vitu vya halali, machumo yao yalikuwa ni machumo ya halali, wakinywa wanakunywa vitu vya halali. Leo ukifuatilia kwa makini, siye mpaka mavazi yetu ya haramu, yani mtu kavaa nguo yake, lakini ukifuatilia masdari, chimbuko la namna alivyoipata ile nguo yake, kaipata kwa njia ya haramu. Pengine kuna mtu kamdhulumu kaenda kanunua nguo, pengine kamdhulumu mtu kaenda kala ubwabwa kapeleka nyumbani. Kwa hiyo kwa vyovyote hii ndoa lazima itaparaganyika, kwa sababu haina baraka ndani yake. Kwa hiyo ukifuatilia kwa makini, wazee wetu walikuwa wanapata baraka kwa sababu walikuwa wanapata machumo yaliyokuwa ya halali ndani yake. Sasa katika somo letu la leo tutajifunza njia mbalimbali ambazo wanawachuoni wametuelekeza kwamba njia hizi ndizo ambazo zinazoweza kumpelekea mtu kupata baraka. Zipo njia ambazo mtu akizifanya zinampelekea mtu kupata baraka kwenye elimu yake, kupata baraka kwenye kipato chake,
kupata baraka kwenye elimu yake, kupata baraka kwenye biashara yake, kwenye kazi yake, kwenye kizazi chake. Zipo njia mtu akizifata anakuwa na baraka. Unaweza ukapata riziki chache lakini ikawa na baraka ikaonekana nyingi. Unaweza ukapata riziki chache lakini kama ukiwa na baraka ile riziki inakuwa ni nyingi. Na unaweza ukafanya mambo makubwa lakini kama una baraka, hata kama ukipata milioni kwa siku, ile milioni itaisha katika njia ambayo hukuitegemea. Sasa katika moja ya sababu ambazo wanawachuoni wanasema zinazopelekea mtu kupata baraka, asbabu au asbabu alawwal, sababu ya kwanza ni taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi wa kwanza unaoweza kumpelekea mtu kupata baraka ni taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardi. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, lau watu wa ardhini, lau watu wa miji wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura, lau watu wa miji hii ya Dar es Salaam, watu wa Tanga, Tabora, wapi, watu wa duniani hapa wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amanu, wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, Mwenyezi Mungu anasema lau kama wangemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hapa ametaja imani kisha akataja ucha Mungu. Yani maana yake mtu anaweza kuwa na imani lakini asiwe mcha Mungu, kwa sababu imani maana yake ni kule kutoa shahada. Mtu akatamka shahada ni antu'mina billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kisha na kuamini kwamba kuna kadari, kwamba kheri na shari ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo ameamini, ana imani. Mwenye vitu hivyo sita, mtu huyo ana imani, lakini akiwa na imani bado hajafikia katika daraja ya uchamungu, kwa sababu imani na uchamungu ni vitu viwili tofauti kabisa. Ndio maana katika nyingine Mwenyezi Mungu anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatihi zadatuhum imana. Mwenyezi Mungu hapa anataja sifa za watu wenye imani, lakini ukienda kuangalia sifa za mtu mcha Mungu ni nani? Ali alipoulizwa ucha Mungu ni kitu gani, akasema ni alkhawfu minal jalil, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an, wal istidadu liyawmir rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya siku ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio sifa za uchamungu Saidina Ali alipokuwa ameulizwa. Kwa hiyo kuna imani kisha kuna uchamungu. Mwenyezi Mungu anasema lau watu wa ardhini, lau watu wa duniani wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema la fatahna alaihim barakatin. Mwenyezi Mungu anasema wallahi, lamu imekuja hapa Mwenyezi Mungu, hii ni taukid. Mwenyezi Mungu hapa anasema na kwa hakika watu hao tungewafungulia sisi juu yao baraka, barakatin, baraka ambazo hazina idadi ndani yake. Imekuja kwa nakra, yani Mwenyezi Mungu mtukufu hapa subhanahu wa ta'ala anaonyesha ya kwamba lau kama wanadamu wangekuwa na imani, wangekuwa na uchamungu wa kweli, Mwenyezi Mungu angewafungulia baraka zake ambazo zisizokuwa na idadi ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema minas samai wal ardi, baraka zenyewe kutoka mbinguni na ardhini. Yani maana yake ni kwamba mtu akiwa mcha Mungu akienda kulima anakuwa na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiwa mcha Mungu anapata baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala akienda kulima. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ashasema kwamba atawafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Baraka zilizokuwa ardhini miongoni mwazo ni kilimo.
Kwa hiyo ukiwa unataka kilimo kilichokuwa bora na upate mazao yaliyokuwa mengi na mazuri, maana yake sifa lazima uwe mcha Mungu. Lazima sifa yake uwe mcha Mungu, utapata mavuno yaliyokuwa mazuri na yenye baraka ndani yake. Kinyume chake ni kwamba usipokuwa mcha Mungu, unaweza ukalima eka 5 lakini ukapata gunia 2. Lakini ukiwa mcha Mungu unaweza ukalima eka 1 lakini ukapata gunia 50. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ameahidi ndani ya Qur'ani, anasema lau watu wa ardhini wakimwamini Allah na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atawafungulia baraka ambazo minas samai wal ardi, kutoka mbinguni na ardhini. Baraka za kutoka mbinguni ni zipi? Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua yenye kheri ndani yake. Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua zenye kheri, mvua zenye baraka ndani yake, sio mvua za maafa. La, Mwenyezi Mungu hapa anatuonyesha njia ya mafanikio, kwamba ili mtu aweze kufanikiwa kwenye jambo lake, sifa ya kwanza lazima awe mcha Mungu, ndio utapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya kwanza au njia ya kwanza ambayo inayoweza kumfanya mtu aweze kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, as-sababul awwal taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kuwa na ucha Mungu tu, Mwenyezi Mungu atakupa baraka zake. Utaona mambo yanavyonyooka. Ukienda kulima mambo yanakuwa mazuri, mkiomba mvua inakuja katika mtiririko uliokuwa mzuri, kila jambo litakuwa zuri kwako. Niwapeni mfano, niwaambieni, kuna wazee zamani walikuwa wana elimu ndogo sana, walikuwa wana elimu chache sana, tofauti na leo. Vijana wengi wanaamini wana elimu nyingi. Utamkuta mtu kasoma balagha, kasoma mantiki, kasoma sarfa, kasoma nahau, kasoma usul, kasoma fiqhi, kasoma kila si mustalahul hadith, kila aina ya fani kwenye elimu unayojua yeye kaikusanya anayo. Lakini ajabu ni kwamba yule mtu hana baraka na ile elimu. Lakini wale wazee wa zamani walikuwa wana elimu ndogo, lakini ilikuwa inafika mahala ukienda una shida yako, atakwambia tukae chini tusome alamtara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil moja. Ile alamtara ile, jambo lako unashangaa limenyooka. Hawa vijana wa leo wenye kila aina ya elimu hawa, mnaweza mkaenda mkakesha kila aina ya vitabu, sio mpaka Mambao, sijui Sihirul Ghazali, mavitabu gani, lakini mambo yanakuwa mabaya. Kwa nini? Ni kwa sababu ya elimu zao zimekuwa hazina baraka. Na kwa nini? Ni kwa sababu umekosekana uchamungu ndani yake. Kwa hiyo uchamungu ndio umfanya mtu ile elimu yake kuwa na baraka ndani yake. Asikongope mtu. Uchamungu ndio umfanya mtu elimu yake mtu kuwa na baraka. Ndio maana kuna watu katika mji huu wana maelimu makubwa, lakini yale maelimu yao makubwa hawaonekani. Yale maelimu yao makubwa hawana nuru. Yale maelimu yao makubwa wamekuwa kama wenda wazimu, kwa sababu wamekosa baraka. Kuna kitu kinaitwa uchamungu ndani yake, ndio maana zile elimu zimewafanya wamekosa nuru. Kwa hiyo wazee zamani bwana walikuwa wanajua elimu chache, lakini ilikuwa zile elimu chache zinaweza kuleta manufaa kwenye jamii. Zile elimu chache zile ziliweza kuleta manufaa katika jamii. Zamani mimi nakumbuka ilikuwa mtu anaweza akisimama mbele hapo kusoma ile suratul Fatiha tu peke yake, unaona anakosea, lakini ndio shekhe wa mji. Na ilikuwa mtu akifatwa yule shekhe, nina shida, suratul Fatiha ile ya kukosea akiisoma yule mtu anafanikiwa. Hawa wa leo suratul Fatiha wanaisoma na ahkami zote za tajwid, sijui ikhfau, sijui idghamu, sijui, wanazingatia kila kitu kwenye tajwid, lakini mwisho wa siku mtu hawezi kufanikiwa. Niwapeni kisa kimoja kizuri sana. Kuna mtu mmoja katika mji huu, yeye alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo. Yule bwana alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee. Sasa kuna watu wakawa wamekwenda kumpiga fitina, bwana, unajua huyu anakuja kukuombea dua, akija kukuombea dua yeye anasoma tu qul huwallahu 3. Dua hiyo dua gani? Dakika 2 tu kamaliza anaondoka. Dua hiyo dua gani bwana?
mimi nitakuletea watu hapa bwana, watakesha kwenye visomo, mashekhe au wakubwa bwana, visomo vitakuwa vya masaa 10 hapa usiku kucha. Mzee bwana akaingia kwenye reli. Mwisho wa siku yule bwana aliyokuwa anasoma dua kwa mzee akafanywa fitina, akatolewa, kwa sababu yeye alikuwa anasoma Qul huwallahu kila akienda, akatolewa kwenye ile reli. Alivyotolewa, wale mabwana ambao sasa wanasoma usiku kucha na kila aina ya vitabu wakawa wanakwenda wao kufanya dua. Sasa walivyokuwa wanakwenda, mambo yakaanza kuwa mabaya. Mzee akaanza kushangaa, mbona alivyokuwa yule wa Qul huwallahu mambo yalikuwa mazuri, wamekuja hao na mavitabu lundo mlima wanakesha, mambo yanakuwa mabaya. Mzee akaona ngoja nirudi kule kule kwa mtu wangu. Ikabidi akarudi kwa mtu wake kwenda kumuomba samani, bwana nisamee bwana, unajua mimi nilifuatwa, watu wakaniletea maneno kadha wa kadha na hivi na hivi, kwa hiyo bwana nisamee bwana, rudi wananifanyia dua. Akamwambia yule bwana maneno, mzee akamwambia, sikiliza, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa ikhlasi, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa Qul huwallahu, hata ukisoma Yasini 700 jambo hilo halifai. Yani ukidharau ikhlasi ile Qul huwallahu, ukidharau, mtu anaweza akaja hapa akasoma suratu Yasini 700 na zisifanye kazi, lakini akaja mtu hapa na ikhlasi zake 2 tu, jambo ukashangaa likawa. Kinachotazamwa hapo ni ule uchamungu wa yule msomaji. Ndio maana nikawaambia as-sababul awwal taqwa Allah. Sababu ya kwanza inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka ni uchamungu. Asiwaongopeni mtu, asiwaongopeni mtu, ni uchamungu. Au mashekhe wa zamani mliokuwa mnawasikia, sio kama walikuwa mashekhe wana maelimu makubwa ya kupindukia, la, bali walikuwa ni mashekhe wenye baraka, walikuwa ni mashekhe wenye uchamungu, na ndio maana mambo yao yalikuwa yanakwenda. Niwapeni kisa kimoja kizuri sana. Miaka ya 1955-56 katika nchi ya Tanzania kuliingia ukame. Kuliingia ukame, mvua ikawa hamna, mvua hainyeshi katika mji huu, hali imekuwa mbaya. Alipomfuata wakaenda wakamwambia, mzee tunafanyaje, hali imekuwa mbaya. Sheikh Hassan bin Amiri akawaambia, tutoke tuelekee jangwani, twende tukamuombe Mwenyezi Mungu msamaha, lakini pia tuswali tuombe mvua. Waende wakaswali istisqa jangwani. Sasa wakawa wanatoka Anatoglo kuja pale jangwani pale Anatoglo. Wakati wanakuja njiani, Sheikh Hassan bin Amiri akawa analeta uradi, ya arhamar rahimina farij ala almuslimin, ya arhamar rahimin farij ala almuslimin. Sheikh Hassan bin Amiri anatoka na uradi kutoka Anatoglo anakuja jangwani. Kabla hawajafika Faya, mvua inanyesha. Sio hadithi ya alfu lela ulela, kabla hawajafika Faya mvua inanyesha, na hiyo mvua haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni mvua mpaka watu wanakimbiana. Zamani walipita watu wa aina hiyo, watu ambao ilikuwa wakisema ya arhamar rahimina farij ala almuslimin, Mwenyezi Mungu anasikia. Lakini leo hapa itokee ukame, waende wanawachuoni wakakae jangwani pale, afu uone mvua kaitakuja. Nini kimekosekana? Taqwa Allah. Asiwaongopee mtu mabwana. Lakini ukiwaambia watu, hebu niambie huyu fa'il au mafuula, atakwambia huyu fa'il bwana. Hebu niambie hii kwenye balagha, atakwambia mantiki inasemaje, sarfa inasemaje, irabu, atakuwekea irabu jumla zote 20 atakuwekea. Lakini brother, ucha Mungu ukiwa hakuna, Mwenyezi Mungu hawezi kupokea hata dua ya kuku, hawezi kupokea. Hiyo zamani mlipokuwa mnasikia Al-Badri, watu walikuwa wakisomewa wanakuwa wenda wazimu. Leo nenda kamfuate mtu bwana, nsomea Al-Badri uone kama mtu atakuwa wenda wazimu. Zamani watu walikuwa wenda wazimu kweli bwana, sikuongopee mtu. Lakini leo watu wanaweza wakasoma Al-Badri hapa hata 500 na mtu asiwe wenda wazimu. Kwa nini? Kilichokosekana ni takwa Allah. Kwa hiyo kinachoweza kupelekea mtu kwenye elimu yake kuwa na baraka ni takwa Allah. Khalas, ni uchamungu ndio ambao unaweza ukampelekea mtu akapata baraka kwenye jambo lake. Jambo la pili, wanawachuoni wanatuambia katika miongoni mwa sababu zinazoweza kupelekea mtu akapata baraka katika maisha yake, katika mambo yake, ni alqanaa,
waridha, kukinai na kuridhika. Kukinai na kuridhika, hiki ni kitu au vitu hivi viwili vinaweza kumpelekea mtu kupata baraka kwenye maisha yake. Wale wazee wa zamani, mimi nawatolea mfano kwa sababu kila mmoja ame experience maisha ya wazee. Yani tuliwaona baba zetu, babu zetu maisha walioishi. Tuliwaona baba zetu wakipigiwa simu, njoo huku shamba uchukue mchele, njoo uchukue gunia la mahindi. Tuliwaona wakipigiwa simu wakienda kuchukua. Lakini miaka yetu hii hatujawahi kusikia tukipigiwa simu tukachukue, isipokuwa wale wa shamba wanatupigia simu, jamani hali mbaya huku. Manake mambo yamechange. Wale wazee wa zamani walikuwa wanakanaa, walitosheka, waridha, waliridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amewakadiria. Wale wazee wa zamani wale walikuwa wametosheka, kanaa, kukinai. Yani kama Mwenyezi Mungu amempa 2,000, yeye amekinai na kile ambacho Mungu alichokuwa amempa. Waridha, na anaridhika na ugavi wa Mwenyezi Mungu. Hatamani kuchukua cha mtu mwingine kuwa cha kwake, la. Hakuna, yani mtu atamani cha mtu kiwe chake, hapana. Wale wazee wetu waliridhika na walitosheka na vya kwao. Leo kinachotufanya sie tukose baraka kwenye mambo yetu, kwenye elimu zetu, kwenye biashara zetu, kwenye mambo yetu, kwenye kila kitu chetu, kwenye familia zetu, kwenye watoto, hatujatosheka na hatujaridhika na ugavi wa Allah. Hatujatosheka na hatujaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichotukadiria. Yani wewe ukijiona umepewa 500, fulani ana 5,000, unatamani 5,000 nayo pia iwe ya kwako wewe. Ujui kwamba aliyegawa hapa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa siku baraka zinakuondoka kwenye maisha yako. Sasa miongoni mwa sababu ya pili inayopelekea watu kukosa baraka ni kukosa kanaa, kukinai katika nafsi. Waridha, na kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokupa. Kwa nini umuonee choyo mwenzio? Kwa nini utosheki na kile ambacho Mungu alichokupa? Unatamani chakua cha mwenzio nao kiwe chako. Mwisho wa siku ukipata kile, ile baraka inakuwa haipo kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili upate baraka kwenye biashara, kwenye kizazi chako, kwenye mali, kwenye kilimo, kwenye elimu, kuwa na kanaa, ridhika na ugavi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tosheka kwamba Juma amenizidi, yule kapewa na Mungu, mimi kanipa hiki. Kuwa na kanaa, ridhika na huo ugavi, utakuwa na baraka na wewe. Kile kichache ulichokuwa nacho, ukitosheka na ukiridhika, Mwenyezi Mungu anakitia baraka na kinaonekana kingi kwenye maisha. Lakini jambo lingine linalopelekea mtu kupata baraka ni shukuri ni'am, ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha. Ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha. Usipokuwa na kanuni ya kushukuru, utakosa baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili upate baraka kwenye maisha yako, ni lazima uwe na kanuni ya kushukuru neema alizokupa Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau kama mtahesabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala zilizokuwa juu yenu, hamuwezi kudhibiti hesabu yake. Na Mwenyezi Mungu anasema, la in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Kwa hiyo ili upate ziada, ili upate baraka kwenye biashara, kwenye mali, kwenye watoto, kwenye afya, kwenye elimu, shukuru kwanza kwa kile ulichokuwa nacho, Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Lakini usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye mali zako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye elimu yako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye watoto wako, kwenye familia yako, kwa sababu haujashukuru. Kuna binadamu wao kila walichopewa na Allah wanaamini hawajapewa. Kila alichopewa na Allah anaamini hajapewa. Pengine tu labda analala njaa, pengine anaamini kwamba bana mimi Mwenyezi Mungu bwana ananionea, mimi nalala njaa. Lakini wewe una macho, lakini wewe una masikio, wewe una miguu. Kuna watu katika wewe hawana macho, kuna watu katika wewe hawana miguu,
Kuna watu katika wewe viziwi, hawana masikio, hawa nao wasemeje? Kwa hiyo katika moja ya vitu vinavyopelekea wewe upate baraka na uzidishiwe ni kushukuru neema uliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Ai, maana yake Mwenyezi Mungu atakuwekeni baraka kwenye ile neema aliyokuwa amekupeni. Kwa hiyo miongoni mwa sababu inayopelekea mtu kupewa baraka na Allah katika mambo yake ni kushukuru katika ile neema aliyogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Macho uliogewa ni neema, mikono uliogewa ni neema, masikio ni neema, miguu ni neema, watoto ni neema, mke ni neema, afya ni neema. Kila ulichokuwa nacho kwenye maisha ni neema, kwa sababu ulichokuwa nacho wewe kuna mtu hana, anakitafuta. Kwa hiyo usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu atakupunguzia, sio kukuzidishia. Utakosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima uwe na kanuni ya kushukuru. Sababu nyingine inayopelekea kupata baraka kwenye maisha ni kufanya istighfar, ni kathratul istighfar, ni kukithirisha kufanya istighfar, kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Istighfar inapelekea kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mkifanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu kuna vitu vingi sana atawaleteeni. Miongoni mwa vitu hivyo Mwenyezi Mungu anasema, yursilis samaa alaykum midrara. Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua kwa sababu ya istighfar. Yani mkiwa na kanuni ya kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaweza akawaletea mvua. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo inatakiwa watu wavifanye inapokuwa imekosekana mvua ni kuleta istighfar. Istighfar ni dawa, istighfar ni tiba, istighfar inafungua milango ya baraka mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yakiwa magumu, fanya istighfar. Watoto wako hawaelewi darasani, fanya istighfar. Biashara imekuwa ngumu, fanya istighfar. Mazao hakuna, mvua hakuna, istighfar. Istighfar ni ufunguo wa kila kitu. Kwa sababu gani? Ukiona baraka haziji mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Ukiona baraka hakuna mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Na moja ya njia ya kumpoza Mwenyezi Mungu ni kumwambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah, na kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu huwa ghafurun rahim. Mwenyezi Mungu yeye ni msamehevu na ni mrehemevu. Kwa hiyo ukimwomba msamaha Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa huruma, anakusamehe. Akikusamehe anateremsha baraka kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema istighfari ni moja ya njia inayoweza kumfanya mtu watu wakapata mvua yenye baraka. Lakini Mwenyezi Mungu hakuishia hapo, akasema wayumdidekum biamwalin. Mwenyezi Mungu atakupeni mali iliyokuwa na baraka kwa sababu ya istighfar. Wayumdidekum biamwalin, Mwenyezi Mungu atakupeni mali kwa sababu ya istighfari. Mkimuomba Mwenyezi Mungu msamaha, Mwenyezi Mungu anafungua riziki, mnapata mali zilizokuwa za halali. Lakini Mwenyezi Mungu wabanin, na watoto. Ikiwa wewe ni mgumba, ukiwa ni tasa, ukitaka upate wepesi wa kupata watoto, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum biamwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema istighfar itakufanya upate watoto. We muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar inaweza kukupelekea kupata watoto. Sio maneno yangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawachuoni wanasema sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka, sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata mali, kupata watoto, biashara yake kufunguka, ni kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja mwanawachuoni mmoja, yasemekana alikuwa ni al-Imam Busiri. Watu walienda kumfata baada ya hali kuwa ngumu sana. Mvua hakuna,
mazao mtiani, maji kuna ukame. Wakamfuata Imam Busiri kumuuliza kwamba Imamu, hali imekuwa ngumu, tufanyeje? Imam Busiri akawaambia istaghfirullah, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watu wakaondoka na jawabu la kwenda kufanya istighfar. Kuna siku nyingine akaenda mtu kumshtakia Imamu, nimekuja mimi sina watoto, mwaka huu pengine mwaka wa 30 unakwenda, sina watoto na mke wangu, inakuwaje? Imamu akamwambia istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akatoka na mke wake kwenda kufanya istighfar. Kuna watu wengine wakaenda, biashara imekuwa ngumu, Imamu, imekuwaje, tufanyeje? Akawaambia mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku Imamu akaja akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni mvua yenye kheri. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni watoto. Mwenyezi Mungu atakupeni mali. Kwa hiyo istighfari ni moja ya tiba inayoweza kuwafanya watu wapate watoto, watu wapate mali, biashara. Chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni lazima ulete istighfar. Na ndio maana ukitaka ufanye dua yako ijibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima kwanza ulete istighfar. Yani usije ukakurupuka ukaanza rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ukadhani Mungu atakupa. Yani usije ukadhani Mungu atakupa, Mungu atakuwa akupi. Kwa sababu haiwezekani unikere alafu uje uniombe unavyotaka wewe. Ukimkera mtu sharti ukamuombe samani alafu ndo umuombe unachotaka kumuomba, akusamee alafu ndo akupe. Sasa uwezi kwenda kumuomba Allah kisha umemkera, umemuudhi. Ndio maana wanawachuoni wanasema moja ya sharti ya dua kujibiwa ni lazima kwanza ulete istighfar, umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha umswalie Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu wewe kama wewe dua yako bila ya mtume haiwezi kwenda kwa Allah. Wewe kama wewe dua yako bila ya Mtume Muhammad, dua yako haiwezi kwenda. Sio dua tu, hata swala yako bila ya mtume haiwezi kwenda. Ndio maana unaona katika tahiyatu ya mwisho kumswalia Bwana Mtume Muhammad ni nguzo. Kumswalia mtume katika tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hii sala ya mtume, kumswalia mtume katika tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Usipomswalia sala yako ni batil. Na kwenye dua vile vile baada ya istighfar ndio pale sasa umswalie Bwana Mtume Muhammad. Usiombe tu dua rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ukanyanya mikono yako ukafanya hivi. Shehe, dua hiyo utaomba miaka 100 upati. Sharti ya dua lazima kuwe na istighfar. Baada ya istighfari kumswalia mtume. Baada ya hapo walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri anayapenda. Tafuta katika moja ya majina yake mazuri, anza kumbembeleza Mwenyezi Mungu kwa kumuomba kupitia majina yake mazuri. Kwa mfano ya Latif, ya Latif, ni katika moja ya majina yake anayoyapenda. Sio unaomba tu dua unakwenda. Ndio maana kuna watu wanaomba dua mpaka dua zao haziendi. Dua mabwana ina njia zake. Lazima watu wakwambie bwana, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Ndo sasa kuna mtu mwingine anatoka hapa aenda Kariakoo, anaenda kununua Sirul Ghazali kule. Anajua akikaa chini na yeye anakolokochoa anachola chola, anajua dua yake itakuwa. Brother, haiwi. Abubakar nakwambia dua yako haiwi. Usije ukatoka hapo ukaenda kwa mtoro kule ukaenda kununua vitabu vya dua ukadhani dua yako ukikaa ukisoma tu itakuwa. Sharti watu wakwambie. Dua ina masharti yake. Moja ya masharti ya dua ni lazima kwanza ulete istighfar, umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Zipo istighfari nyingi, lakini kwa ufupi sema astaghfirullah. Yani unamuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Ukimuomba msamaha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakusamehe. Akishakusamehe sasa
ndio unaanza kupenyeza ajenda yako. Sasa Mwenyezi Mungu, bwana, mimi nina jambo moja, na jambo mbili, na jambo tatu, baada ya kumwomba msamaha uliyemkosea. Sasa wewe una madhambi pili kichi Saidi, alafu unakaa tena unaanza kukaa, Mungu nipe kadha. Mbona hujamuomba samahani brother? Kwa hiyo lazima ulete istighfar. Wanawachuoni wanasema sababu inayoweza kupelekea mtu dua yake kupokelewa ni kuleta istighfar, ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna dua iliyokuwa kubwa, hakuna dua dunia nzima itafuta. Nenda kwa mwanawachuoni yoyote unayemjua wewe, hakuna dua iliyokuwa kubwa kama istighfar. Hakuna dua iliyokuwa kubwa katika ulimwengu huu kama istighfar. Yani istighfar ndio bwana wa dua zote. Istighfar ndio bwana wa dua zote. Yani ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kule kuleta istighfari tu, ukimuomba Allah, Mwenyezi Mungu jambo lako anakupa. Wala uhitaji sio kitabu gani, sio Fuyudhati Rabbani, sio Minnatur Rahmani, wala istighfar. Ukifanikiwa kwenye istighfar, Mwenyezi Mungu anakupa jambo lako lolote unalolitaka. Kwa hiyo moja ya sababu inayoweza kupelekea mtu kuweza kupata baraka kwenye mambo yake ni kuleta istighfar, ni kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine ni adduau bil baraka, ni kuomba dua ya baraka. Yani ukiwa unaomba dua, hakikisha kwenye dua zako unaomba baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano kama nilivyowaambia katika dua ambayo Mtume ametufundisha kuwaombea waliooana, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair, ni kuombeana baraka na wewe mwenyewe kujiombea baraka. Yani kwenye dua zako hakikisha unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala baraka. Baraka pia nazo uombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka nazo uombwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine ni al-aishu ma'al Qur'ani. Al-aishu ma'al Qur'ani. Ukitaka uwe na baraka, kipato chako kifunguke, biashara zako ziende, mambo yako yaende, na kila kitu chako kiende vizuri, ishi na Qur'ani kwenye maisha yako. Yani ifanye Qur'ani kuwa ni rafiki kwenye maisha yako. Yani isipite siku isipokuwa umeisoma Qur'an. Ishi na Qur'an, al-aishu ma'al Qur'an, kuishi na Qur'an. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Mwenyezi Mungu anasema hiki ni kitabu ambacho tumekiteremsha, mubarakun, ni kitabu ambacho kina baraka ndani yake. Qur'ani ni kitabu kina baraka ndani yake. Kwa hiyo ukisoma Qur'ani unapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Ngojeni niwaambie kitu. Zamani mji huu wa Dar es Salaam kabla hujaharibika, kabla Wanyamwezi hawajaja katika mji huu, kabla Wadigo hawajaingia katika mji huu ilikuwa ukipita kwenye nyumba za wazee zamani na miji ya mwambao wa pwani, kienda Tanga, mwambao wa pwani, miji ya wazee wetu ilikuwa alfajiri, baada ya kutoka kwenye swala tu wazee walikuwa wanakaa nje wanasoma Qur'an. Mzee Teta siwe atakuwa ni shahidi. Maisha hayo yalikuwa ya wazee wetu. Baada ya swala ilikuwa wazee lazima wakae nje wanasoma Qur'an. Yani utamkuta mzee yuko nje ya nyumba yake anasoma Qur'an. Nyumba za wazee zamani zilikuwa hivyo, na ndio maana nyumba zao zilikuwa na baraka. Hawakupungukiwa kwenye kipato, hawakupungukiwa kwenye mali, hawakudhalilika kwenye chakula, walilea watu, hawakudhalilika kwa mtu yoyote. Ni kwa sababu al-aishu ma'al Qur'ani, wazee wetu waliishi na Qur'ani. Maisha yale yako wapi leo? Nani ametembea katika miji ya pwani ya sasa hivi mwambao akakuta watu wametoka kwenye salatul fajiri, mtu amekaa nje ya kiti chake anasoma Qur'an? Nani kamuona? Ndio maana majumba yetu leo yameharibika. Lakini wallahi thumma wallahi, na waapieni, wazee zamani ilikuwa wana viti vyao vya kulala. Utamkuta mzee kaka nje ana Qur'ani yake anasoma. Majumba yalikuwa na baraka mfano wake hakuna. Majumba yalikuwa watu wanaishi kwa kuelewana, vipato vilikuwepo, dhiki ya chakula ilikuwa hakuna, kwa sababu al-aishu ma'al Qur'an. Hata wewe ukitaka ufanikiwe kwenye masomo yako,
Wewe jenga utamaduni wa kusoma Qur'an. Wewe si unajiona kilaza darasani? Uelewi? Tengeneza utamaduni wa kusoma Qur'an kila siku. Hakikisha unasoma Qur'an. Utaona Qur'an namna gani inakupa baraka kwenye masomo, inakupa baraka kwenye kipato, kwenye mali, kwenye watoto, hata nyumbani kwako. Kuwa na utamaduni wa kusoma Qur'an, nyumba yako inakuwa haina magomvi. Leo nyumba nyingi zimekuwa na magomvi, Sheikh Saidi, kwa sababu hazisomi Qur'an. Yani ukimuuliza mtu mara ya mwisho nyumbani kwako Qur'an ilisomwa lini, mtu akumbuki. Ndio maana leo nakuta mtu unagombana na mke wako ovyo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya majumba yetu kuna mashaitani, na nyumba isiyosoma Qur'an ndio nyumba mashaitani anaipenda zaidi. Ndio maana kila siku mnanuniana na mke wako. Lakini wallahi wazee wetu walikuwa wakiishi kwenye majumba yao, kulikuwa usikii magomvi, usikii. Mimi nimemwona baba yangu na mama yangu wanaishi maisha yao yote, sikuwahi kumuona mzee wangu akimtia kibao mama, wala sikuwahi kumuona akiwa wanagombezana, sikuwahi kuona kwenye macho yangu, sijawahi. Kwa nini? Kwa sababu wazee waliishi na Qur'an. Al-aishu ma'al Qur'an. Qur'ani ukiishi nayo bwana haiwezi kukudhalilisha, bali utajiona unapata baraka kwenye maisha yako. Na ndio maana unaona katika moja ya utamaduni wa wazee wetu zamani ilikuwa mpaka kwenye biashara vyao, mtu yupo kwenye biashara anasoma Qur'an. Utamaduni huu nendeni Pemba, wale wenzetu wa visiwani wana utamaduni huo mpaka leo. Mtu yupo kwenye biashara yake, ana masahafu yake, anasoma Qur'ani. Brother, wale huwa wafilisikagi. Yani moja ya siri yao wale jamani, al-aishu ma'al Qur'an. Yani wale wanaishi na Qur'ani mpaka kwenye biashara. Mtu akikaa mteja amna, unamkuta na Qur'ani yake. Wale ndio maana huwa hawafilisiki. Al-aishu ma'al Qur'an. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe, upate baraka kwenye maisha yako, shikamana na Qur'an. Na ukitaka uharibikiwe, iache Qur'an. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'an, innal ladhina yatiluna kitaba Allah wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabura. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina yatiluna kitaba Allah, wale ambao wanaokisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu ssalata, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, kisha wakatoa katika vile ambavyo Mungu amewapa, yarjuna tijaratan lan tabura, watarajie wanafanya biashara isiyokuwa na hasara. Ni wapeni siri, zamani wale wazee walishikamana na Qur'an. Zamani wazee ibada ya swala ilikuwa ndo maisha yao. Zamani wazee ilikuwa ukienda una shida, atakwambia subiri, ataingia ndani, atakwenda kuingia mchagoni, atakupa wewe hela. Ukarimu ule upo wapi leo katika majumba yetu? Ndio maana mnaona maisha yamekuwa magumu, kwa sababu watu wameiacha Qur'an, watu wameiacha sala, watu wamekuwa mabakhili kwenye maisha yao. Mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anatia upofu kwenye biashara zao. Mwenyezi Mungu anatia ugumu kwenye riziki zao. Mwenyezi Mungu anatia ugumu kwenye vipato vyao. Lakini wazee zamani ilikuwa maisha yao ni Qur'an, maisha yao ni sala, maisha yao ilikuwa ni kutoa. Kuna mzee mmoja mimi nilikuwa nikimjua Tandale, ilikuwa yule mzee kila siku moja ya uradi wake ilikuwa lazima apite mtaani, anagawa shilingi 10, shilingi 10 wakati zinatumika shilingi 10. Ilikuwa anapita asubuhi, anawagaia watoto mtaani, anawagaia wote, alafu anaondoka zake kazini. Ulikuwa ndio uradi wake. Siku moja yule mzee akawa hakupita Tandale. Mimi nilikuwa ni katika moja ya watu wao, nilikuwa nikipokea. Yule mzee siku hiyo hakupita. Siku ya pili yake hakupita. Siku ya tatu yake hakupita. Watoto wamezoea miaka nenda rudi, yule mzee anapita anagawa shilingi 10. Siku tatu yule mzee hakuonekana. Siku ya 4 tunapata taarifa yule mzee, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi ulikuwa msiba wa watoto wote mtaani. Ulikuwa ni msiba wa watoto wote mtaani, kwa sababu ilikuwa wanajua tunaokota. Hasa huyu mtu siku ya 3 atumuoni yuko wapi? Wallahi ilikuwa ni huzuni ya watoto. Kumbe ule mzee katika moja ya sifa yake anazungumza, watoto wake wanasema, baba yetu alikuwa akituambia biashara zangu zinakwenda ni wale watoto ninavyowapa hizi pesa asubuhi shilingi 10. Alikuwa akiwaambia wanae,
kwamba biashara zangu zinakwenda kwa sababu ya wale watoto. Basi baada ya msiba kumalizika, wale watoto wakawa wanaendeleza uradi wa baba yao kupita, wanagawa shilingi 10 ile mali mpaka leo. Wale Tandale mpaka leo wapo na wanafanya biashara mpaka leo. Tandale wapo wale watoto, wameachiwa mali na baba yao, na alichokuwa akikifanya mzee wao mpaka leo bado kipo vile vile. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kutoa Mwenyezi Mungu anakuwa anaongeza. Ndio wazee zamani walikuwa wanafanikiwa kwenye maisha yao, lakini leo sisi, mtu ana pesa unamfuata, bwana mimi nina njaa. Mtu hawezi kukupa brother, anayali ufe lakini akupi. Lakini ilikuwa haiwezekani zamani umfuate mzee ana pesa kisha akwambie sina. Hapana. Zamani ilikuwa inawezekana ukaingia nyumba ile ukala, ukaenda pale ukala. Sio kula, nyinyi mmesahau. Ramadhani ilikuwa ikifika, wewe upati tabu kwenda nyumbani kwako, unakuta iftari ziko nje, nyumba fulani unafuturu pa maisha yale yako wapi? Ndio maana leo mnaona hali za kimaisha zimekuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekataa kuishi na Qur'an. Watu wamekataa kuishi na hali ya kutoa, hali ya kusimamisha sala. Kwa hiyo katika moja ya njia inayopelekea mtu kupata baraka kwenye kipato chake, kwenye mali zake, ni al-aishu ma'al Qur'an, kuishi pamoja na Qur'an. Lakini jambo lingine linalopelekea mtu kupata sadaka, kupata baraka ni as-sadaqa. As-sadaqa, kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ameeleza aya nyingi sana kuhusiana na kutoa na namna gani mtu anaweza akapata baada ya kutoa. Kwa hiyo ili upate baraka, jibidiishe sana kwenye kutoa. Haupotezi bali unaongeza. Ukiwa una kawaida ya kutoa, haupungukiwi bali unaongeza. Yule unayempa yule akishukuru akasema alhamdulillah, wewe umeongeza kwenye akaunti yako ya riziki, umeongeza kwenye baraka yako. Kitendo cha kutoa Mwenyezi Mungu anakuzidishia kwenye baraka. Yani maana yake kama ni biashara inapata baraka, kipato kinapata baraka. Kwa hiyo as-sadaqa ni sababu minal asbabi, ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kupata baraka kwenye mali yake. Lakini jambo lingine linaloweza kumfanya mtu kuweza kupata baraka ni dhikrullah, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri inaweza kumfanya mtu aongeze katika milango yake ya riziki, aongeze katika milango yake ya kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unapenda sana kumtaja Allah, baraka zako nazo pia zinaongezeka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ni kuamka mapema. Mtume anasema albarakatu fil bukuri, innal barakata fil bukuri, hakika ya baraka ni asubuhi. Hakika ya baraka ni asubuhi. Innal barakata fil bukuri, baraka ni asubuhi. Kwa hiyo kuamka mapema nako kunamfanya mtu apate baraka. Sio kuamka saa 4 asubuhi au kuamka saa 6 mchana, saa 7 unapishana na milango ya baraka kwenye maisha yako. Ndio maana yule anayependa kuamka alfajiri anakutana na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, na yule anayeamka saa 8 maisha yake huwa yanakuwa magumu miaka yake yote. Inshallah tuadhini, baada ya adhana tumalizie sababu 2, tuingie katika ibada ya sala isha inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tumalizie sababu mbili za mwisho zinazoweza kumfanya mtu kupata baraka, na hii ni katika moja ya sababu kubwa zaidi, na yenyewe ni birrul walidaini wasilatur rahimi, ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Birrul walidaini wasilatur rahimi, kuwafanyia wema wazazi wawili na kuunganisha udugu. Wanawachuoni wanasema birrul walidaini min a'zami abwabil baraka, kuwafanyia wema wazazi wawili ni katika miongoni mwa a'zam, ni katika miongoni mwa moja ya milango mikubwa ya baraka. Birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Na ukitaka uharibikiwe kwenye maisha yako, we gombana na wazee wako wawili, ndio utakapoona biashara inafilisika, mali hamna, vitu vinaungua, milango ya riziki inafungwa. Gombana na wazee wako wawili. Utatafuta mchawi mashariki na magharibi, utompata mchawi kwa sababu umegombana na wazee wako wawili. Kwa hiyo wanawachuoni wanatuambia birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili, min a'zami abwabi albaraka, ni katika miongoni mwa milango mikubwa ya baraka. Wewe ukitaka unafeli darasani, wewe kuwa na shonde na baba yako na mama yako, gombana naye. Mwalimu kila akiwa anaongea unajikuta unasinzia tu, kila akiwa anaongea wewe uelewi, kwa sababu wewe huna baraka ya wazee wako wawili. Kwa hiyo kuwafanyia wema wazee wako wawili, kuishi vizuri na wazee wako wawili ni sababu inayoweza kukupelekea kupata baraka. Na kugombana na wazee wako wawili mkawa hamuelewani ni moja ya sababu inayopelekea kuharibikiwa katika jambo la aina yako yoyote. Baba au mama hajawahi kukosea kwenye maisha, yani kwako wewe mtoto hajawahi kukosea. Yani wewe sasa hivi unajiona unajua kuliko baba yako au mama yako, lakini baba yako na mama yako hawajawahi kukosea. Sio wakosea kwa maana sio wanadamu, ni wanadamu, lakini kwako wewe hawajawahi kukosea, kwa sababu kila wanachokifanya wao wanawaza mazuri kwako. Japokuwa sometimes wakaza dingi mieusho, mama mieusho, lakini hajawahi kuwa mieusho kwako, kwa sababu kila anachokifanya anakuwazia mazuri, kwa sababu baba au mama ndio mtu pekee ambaye anatamani mtoto wake afanikiwe kumshinda yeye. Wewe baba yako pengine kaishi la 7, lakini anatamani wewe uwe profesa, lakini mie sitamani wewe uwe profesa au kumshinda mwanangu, sitamani hivyo, lakini baba yako anatamani hivyo. Mama yako ameishi la 7, lakini anatamani wewe uwe daktari, lakini yeye hata kuchoma sindano hawezi, lakini mie sitamani wewe umzidi mwanangu. Kwa hiyo baba yako na mama yako ndio viumbe pekee wanaokutamania wewe mazuri. Kwa hiyo baba hajawahi kukosea kwako wewe kwenye maisha yako. Baba hajawahi kukosea, japokuwa kuna baadhi ya wakati wazazi kama binadamu wanakosea, lakini kwenye maisha yako kamwe usije ukakubali baba yako akakuomba samahani au mama yako, mwanangu msamee nimekosea, usije ukakubali. Maana kuna baadhi ya wakati kuna watoto anatamani baba yake amuombe samahani, mzee bwana yule umenikosea. Wewe baba yako amekukosea, unataka kuombe samahani? Wewe umemkosea vingapi? Muda ambao anataka starehe na mama na mke wake, wewe ndio unaamka. Amevaa shati lake zuri, anataka kwenda, wewe umemkojolea. Hivi kati yako wewe na yeye nani kamkosea mwenzake? Baba hajawahi kukosea kwenye maisha yako, lazima ulielewe hilo. Na usije ukakubali hata siku moja baba yako akakuomba samahani au mama yako, ujue umeharibikiwa. Kwa hiyo katika moja ya sababu inayopelekea kupata baraka ni birrul walidaini, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini pia kuunganisha udugu ili upate baraka. Elewana na ndugu zako, usikubali kugombana na ndugu zako. Elewana na ndugu zako, usiwe ni mtu ambaye unajitenga.
kwa kuwa una kipato, ndugu zako uwataki, unawakata ndugu zako, uwasiliani nao, uzungumzi nao. La, miongoni mwa sababu inayoweza kumfanya mtu apate baraka ni yeye kuishi vizuri na ndugu zake, kuunganisha udugu na kuwasaidia ndugu zake. Waingereza wanasema charity begins at home. Usijitie mkarimu msikitini tu, huko ukarimu unaanzia kule nyumbani. Yani kama kuna watu wa kuwapa, anza kuwapa ndugu zako kwanza, unganisha udugu kule. Wale wakiwa wanashukuru unawapa, wewe unapata baraka kwenye maisha yako. Lakini usiwe mzuri nje, lakini kwa ndugu zako huku wewe uongei nao, huwezi kupata baraka. Ulama wanasema moja ya njia inayoweza kumfanya mtu kupata baraka kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye mali, kwenye chochote ni birrul walidaini wasilatur rahim, na kuunganisha udugu kwa ndugu zake. Na jambo la mwisho linalopelekea mtu kupata baraka, ulama wanasema ni assalamu inda dukhuli ila albaiti, ni kutoa salamu pindi unapoingia nyumbani kwako. Ukifika nyumbani kwako sema assalamu alaikum. Yani isiwe umetoka huko unashonde, maana si wanaume tuna kawaida moja, mtu unatoka huko ulipotoka unaingia nyumbani kwako umenuna, unaondosha baraka kwenye nyumba yako. Ulama wanatufundisha moja ya sababu inayopelekea nyumba kuwa na baraka, maelewano kuwepo. Unapoingia tu, jambo la kwanza ni kusema assalamu alaikum, na haya ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Mtume anasema ya bunayya idha dakhalta ala ahlika fasallim, unapoingia kwa watu wako nyumbani wasalimie, sema assalamu alaikum. Mtume anasema yakun barakatan alaika, hiyo inakuwa ni baraka kwako. Barakatan alaika, hiyo inakuwa ni baraka kwako. Kwa hiyo kutoa salamu ukiingia nyumbani kwako inakuwa ni baraka kwako, inakuwa ni baraka kwa familia. Lakini pia sheitani huwa anaondoka, kwa sababu unamtakia amani mke wako, unaitakia amani familia yako, nyumba inakuwa ina baraka. Tofauti na ule baba ambaye akiingia tu nyumbani watoto wanakwenda kuingia katika shuka waifanya wamelala, kwa sababu wanajua bedui kaingia ndani. Yani usalimii watoto, usalimii mke, umeingia tu nyumbani. La, Mtume anafundisha jambo la kwanza ukiingia nyumbani kwako fasallim, salimia, yakun barakatan alaika, inakuwa ni baraka kwako wewe, wa ala ahli baitika, na wale watu wa nyumbani kwako inakuwa ni baraka inapatikana ndani yake. Kwa hiyo kama kulikuwa hakuna maelewano, kunakuwa na maelewano. Hata leo ukigombana na mke wako, ikiwa umeondoka nyumbani, ukirudi mwambie assalamu alaikum, utaona yule mwanamke ile tempa yake inashuka. Kwa hiyo Mtume alipofundisha mkiingia kwenye majumba yenu, moja ya sababu inayoweza kupelekea mpate baraka ni salamu, kulikuwa na maana kubwa sana. Sasa leo sie kwenye majumba yetu tunafanya hivyo. Kuna watu wakiwa nje kwenye vijiji vya kahawa wanacheka, wanafurahi, msikitini mnataniana, lakini brother akienda nyumbani kwake kanuna huyo kama karambasumu, yuko hivi, mtu anaingia. Sasa brother, unamnunia nani? Na hii ndio familia yako, umerudi kwa mke wako, furahi, watoto wakuone, wasalimie, cheka nao, ndio baraka katika nyumba. Kweli umerudi hauna, lakini je, ukinuna ndio kitapatikana? Kwa hiyo unafurahi tu, unawasalimia, mnacheka, mnaongea, nyumba ikiwa ina furaha na baraka pia za Allah subhanahu wa ta'ala zinamiminika. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tulikuwa tunajifunza kaifa tunalul baraka, vipi unaweza kupata baraka kwenye maisha yako. Zipo njia nyingi, inshallah tuzishike ambazo tumezizungumza, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhab ad-dayn wa adhab al-qabr wa adhab yawm al-qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.